in person. Nimemuita kwa simu ndugu Mohamed Mustafa Yusuf Ali in person. Na amekuwa akiniambia yuko South Africa kwa ajili ya matibabu. Nimemuita zaidi ya mara 10 kwa message na kwa simu. Ilipofika wiki fulani mbili, nilimueleza kwamba ninampatia only 5 days. Then akishindwa tena kuja hapa katika ofisi hii, taratibu zingine zote za kisheria zitaendelea. Na ndugu Mohamed Mustafa Yusuf Ali amekuwa ni mtovu wa nidhamu wa kutumia majina hata ya familia Mheshimiwa Rais kinyume na utaratibu kwa kuichafua na kuchafua viongozi wengine. Bado mbele yenu waandishi wa habari, natoa tena siku 5 kwa Mohamed Yusuf Ali aje mwenyewe kama alivyoitwa kwa mkuu wa mkoa na kwa jeshi la polisi. Atakapofeli, tutatumia kila njia iliyo ya kihalali na ya kisheria kumleta hapa nchini kama yuko nje ya nchi. Tunafanya hivi ndugu zangu ili tusiwe viongozi wa kurupukaji tunapofanya maamuzi. Pande zote zisikilizwe, pande zote zionekane, ili mambo yote yaweze kuisha kwa mazungumzo na katika njia ambazo ni halali. Siku ile mabounce amekwenda, alikuwepo nchini. The moment ameona mambo yanakuwa magumu, hayupo tena nchini. Kwa nitoe onyo kwa wale wote ambao wanahusika na masuala ya kujichukulia sheria mkononi, na hata hawa ambao walihusika. Nimepata taarifa kutoka jeshi la polisi kwamba taratibu za kisheria kali dhidi yao zinaendelea. Lakini namba 2, mmepitishwa hapa na kamishna msaidizi kwamba kumbe wakati wa ukopaji wa pesa hiyo ilikuwa unasaini fomu inayosema nakopa, na wakati huo huo unasaini fomu inayosema nauza nyumba. Lakini kisheria tunaangalia ilikuwa ni mkopo au ilikuwa ni uuzwaji wa nyumba. Kwa kuna mazingira ya pasi na shaka ya unyang'anyi yaliyotumika kunyang'anya nyumba ya Bi Alice. Lakini kama mnakumbuka, ndugu yetu Justus M. Lugaibula, Mungu amrehemu, alishafariki. Na kwa mantiki hiyo msimamizi wa mirathi kwa sasa anaitwa Bi Alice Nyamwiza Pasco Haule, msimamizi wa mirathi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ingelikuwa katika sheria za kawaida, hati hii ingehama kutoka kwa ndugu Mohamed Mustafa Yusuf Ali kurudi tena kwa Justus M. Lugaibula. Umenielewa? Lakini kwa sababu Lugaibula amefariki, hati inarudi kwenye jina la msimamizi wa mirathi. Nieleweke hapa kwamba Bi Alice anaonekana kwenye hati hii sio kama mmiliki, bali kama msimamizi wa mirathi. Inaweza ikatokea mzee Justus Lugaibula marehemu inaweza kutokea kuwa alikuwa na watoto kwa Mama Alice, alikuwa na watoto nje ya Mama Alice. Watoto wale wanaweza wakawa si wa Mama Alice, lakini wana wajibu wote wa kisheria wa kufaidika na mirathi ya mali ya Justus. Kwa mantiki hiyo, Mama Alice anakuwa msimamizi wa mirathi, na inaweza kutokea Mama Alice akaenda kuuza yeye mwenyewe kwa sababu hati ipo kwa jina lake. Akifanya hivyo bila kushirikisha familia yote ama watoto wa ndugu Justus, Bi Alice atakuwa amecreate mgogoro mzito kuliko uliosolviwa muda huu. Mnielewa vizuri kisheria hapa.
Kwa hiyo Bi Alice anarudishiwa jina hili, moja, kama msimamizi wa mirathi mwenye hadhi ya mke wa marehemu waliokuwa wanaishi pamoja kwenye kinachoitwa matrimonial home, nyumba ya familia, lakini mali hii ikiwa ni mali ya ndoa, matrimonial asset. Kwa matrimonial asset inapata title hii kwa jina la msimamizi wa mirathi ambaye ni Bi Alice. Kwa mantiki hiyo, ndugu waandishi wa habari, kesho anaweza kutokea mtu akasema mimi ni mtoto wa Justus na ilalamikia serikali kwa kunipokonya haki ya mzazi wangu Justus na kumkabidhi mke wa Justus ambaye ni Bi Alice. Majibu ni kwamba Bi Alice anakuwa ni msimamizi. Taratibu zote za kimirathi zitakapokuwa zimekamilika, kama wakikubaliana kuiuza nyumba hii, mgawanyo utakuwa sawa sawa kwa wale wanaohusika kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ulitukabidhi Wizara ya Ardhi taarifa hii ya timu katika wiki 2 zilizopita, ukituelekeza tuipitie na tufanye maamuzi kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa ajili ya ufahamu wa jamii, napenda nilidadavue swala hili kwa kina kuanzia mwanzo mpaka mwisho na namna ambavyo tumelitekeleza tangu tulipopokea maoni ya timu na tangu ambavyo tumeyapitia maoni ya timu ili tuweze kueleza umma. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, swala hili limekuja kufuatia uchunguzi ambao timu iliundwa. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ufuatiliaji huu wa mgogoro ulihusisha kutembelea uwandani pamoja na kupitia kumbukumbu katika sehemu mbalimbali. Lakini pili, timu tumebaini kwamba ilihoji watu wote zaidi ya 8 ambao wamehusika na swala hili tangu mchakato huo ukianza mwaka 2011. Lakini tumeona pia timu imepitia kumbukumbu zote za Wizara ya Ardhi, lakini pia timu imepitia katika kumbukumbu zote za kimahakama, kwa maana mashauri yote ambayo yamebainishwa katika miliki hii, yani kiwanja namba 819 Msasani Beach. Lakini pia tumeona timu imepata taarifa kutoka Mahakama Kuu. Mheshimiwa Rasi, labda niurejeshe umma katika swala hili. Mtakumbuka kwamba awali tulisema kiwanja hiki umiliki wake ulianza mwaka 1999. Mmiliki wa kwanza alikuwa ni Bariki Elisante Kenja. Na mwaka 2007 Bwana Bariki Elisante Kenja alihamisha miliki hii kwenda kwa Quality Real Estate, aliuza. Baada ya hapo miliki hiyo mwaka 2008 ilihamia kwenda kwa Quality Real Estate Company Limited, na baadaye kwenda kwa Justus M. Lugaibula ambaye ni marehemu mume wa mlalamikaji ambaye kwa sasa ni marehemu. Lakini pili, mwaka 2011 kwa mujibu wa kumbukumbu za msajili, Justus M. Lugaibula alihamisha miliki kwenda kwa Mohamed Mustafa Yusufali kwa njia ya mauziano ya shilingi milioni 262.5. Ndugu waandishi wa habari, jalada la Wizara ya Ardhi linaonyesha uwepo wa zuio wa caveat iliyosajiliwa tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2012. Zuio hiyo liliwekwa na Bi Alice Nyamwiza Pasco Haule akilalamika njama za mume wake kutaka kuuza nyumba hiyo ya ndoa bila ridhaa yake. Wakati mlalamikaji akiweka zuio hilo, hiyo miliki ilikuwa tayari imeshahamia kwa ndugu Mohamed Yusufali tangu mwaka 2011. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala hili limefanywa uchunguzi, lakini pia nije kwenye kipengele cha mapitio ya sheria mbalimbali ambazo kamati imepitia katika sheria mbalimbali. Mheshimiwa Rasi, kamati imepitia katika sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka wa 99. Lakini pili, imepitia katika mashauri mbalimbali yaliyohusu kiwanja hiki. Imepitia katika kesi namba 208 ya mwaka 2011 iliyofunguliwa katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu, na hii ilikuwa ni Mohamed Mustafa Yusufali dhidi ya Justus Lugaibula. Lakini kamati imepitia pia katika kesi namba 389
ya mwaka 2020 shauri lilifunguliwa katika Baraza la Ardhi na Nyumba la wilaya Kinondoni na Mohamed Mustafa Yusufali dhidi ya Justice M. Lugaibula na Alice Pasco Haule. Kamati ilipatiwa nakala halisi ya tuzo decree ya kesi husika. Mheshimiwa Rasi, decree hii ilikuwa ni consent judgment kwa maana waliridhiana mezani. Lakini pia Mheshimiwa Rasi, kamati tumeona imepitia kwenye kesi namba 3143 ya mwaka 2025. Kesi hii ilifunguliwa Mahakama Kuu mwezi wa pili 2025 na kesi namba 224/396 ya mwaka 2005. Mheshimiwa Rasi, kamati pia tumeona imehoji mashahidi mbalimbali. Kamati imehoji mashahidi zaidi ya 8 akiwepo mwanasheria aliandaa nyaraka za kukopeshana fedha na mauziano kati ya marehemu Justice M. Lugaibula na Mohamed Mustafa Yusufali. Shahidi katika taarifa ya kamati anakiri kwamba anamfahamu mume wa mlalamikaji ambaye ni Justice M. Lugaibula ndiye aliyechukua draft ya spouse consent kwenda kumsainisha mlalamikaji Alice Nyamwiza Pasco Haule. Anasema mume wake alichukua nyaraka hiyo na kwenda kumsainisha, lakini baadaye akairejesha mume wake. Shahidi anakiri kwamba hakuwahi kumuona sehemu yoyote Bi Alice Haule akisaini nyaraka hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia iliingiwa mikataba. Kwenye taarifa tumeona iliingiwa mikataba miwili. Mkataba wa kukopeshana shilingi milioni 150 na mkataba wa transfer wa hicho kiwanja kwa gharama shilingi 262 na laki 5. Na mikataba hii yote miwili ilihusisha kiwanja kimoja, kwamba ukishindwa kulipa deni milioni 150 ifanyike transfer kwa thamani ya milioni 262. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tumebaini kwamba masuala yote ya kukopeshana hayajawahi kuripotiwa Wizara ya Ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, yaliyobainika, kamati imethibitisha kuwa nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba 819 Msasani Beach imekuwa ikimilikiwa kihalali na Justice M. Lugaibula na kuwa nyumba hiyo ni mali ya ndoa, matrimonial property. Lakini pia kamati imebaini kuwa mnamo mwaka 2010 Mohamed Mustafa Yusufali na marehemu Justice Lugaibula waliingia mkataba wa kukopeshana fedha kiasi cha shilingi milioni 150 kwa dhamana ya nyumba tajwa. Lengo kuu ni mkopo, sio kuuza nyumba. Mheshimiwa Rasi, kamati imebaini kuwepo kwa mkataba wa mauziano wa nyumba hiyo baina Mohamed Mustafa Yusufali na Justice M. Lugaibula mwaka 2010, ambapo ilikuwa ni takwa la mkataba huo kwamba ikitokea Justice ameshindwa kulipa deni hilo, basi dhamana nyumba ihamie kwa Mohamed Yusufali. Kamati imethibitisha kuwepo kwa mashauri kadhaa kuhusiana na miliki, nimeshaeleza. Kamati imethibitisha kuwa Mohamed M. Yusufali aliliomba Baraza la Ardhi na Nyumba wilaya Kinondoni wamalize kesi hii kwa maridhiano kwa njia ya makubaliano, na hilo lilifanyika na kuthibitika kwa kuwepo kwa deed of settlement. Na Mheshimiwa Rasi, deed of settlement ambayo tumeiona, kamati iliomba directly kutoka kwenye Baraza la Ardhi na Nyumba husika. Mheshimiwa Rasi, kamati pia tumeona imethibitisha pasi na shaka kuwepo kwa tuzo decree ya Baraza la Ardhi na Nyumba Kinondoni ambayo ina makubaliano deed of settlement baina Mohamed Yusufali mdai na Justice M. Lugaibula na Alice Haule wadaiwa ya kumaliza mgogoro na madai yanayohusiana na nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba 819 Msasani Beach, Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imetilia shaka kama spouse consent kibali cha mwenza kilitolewa kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99 ikisomwa pamoja na sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kwa sababu zifuatazo. Moja, Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati haikufanikiwa kuona spouse consent, idhini ya mwenza ambayo ni halisi, yani original copy, licha ya pande zote kutakiwa kuwasilisha nyaraka hiyo katika kamati. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, pia Bibi Alice Haule anakataa kwamba hajawahi kutoa idhini ya ndoa ya kuuza mali ya ndoa. Anaeleza kwamba ndio maana amekuwa akishughulikia swala hili
akilalamika tangu mwaka 2012 na akaamua kuweka caveat. Kwa hiyo anakana kwamba hakuwahi kutoa spousal consent. Lakini finding ya tatu katika spousal consent, Mheshimiwa Rais, maelezo ya wakili aliandaa nyaraka hiyo yanasema kwamba hakuwahi kumuona Bi Alice Haule akisaini nyaraka hiyo mbele yake, bali aliandaa nyaraka hiyo kisha kumkabidhi mume wake na mume wake akairudisha ikiwa imesainiwa. Lakini pili, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kivuli cha nyaraka ya idhini ya mwenza ambayo iliwasilishwa na mwanasheria wa Mohamed Mustafa Yusufali inaonekana kuwa na saini ya maandishi na dole gumba kwa maana ya thumbprint, hali inayotofautiana na maelezo ya wakili aliyeandaa na kugonga mihuri nyaraka hizo, ambaye alikiri kwa maneno na maandishi kwamba nyaraka iliyowasilishwa kwake ilikuwa na saini ya maandishi tu. Yaani nyaraka ambayo mwanasheria aliandaa nyaraka zile za mauziano kati ya marehemu Justus na Mohamed Mustafa, anasema ililetwa ikiwa imesainiwa na mkono. Mheshimiwa Rais, kuhusiana na jaribio la kumuondoa kwa nguvu Bi Alice Haule katika nyumba iliyokuwa akiishi, kamati imebaini taratibu za kisheria hazikuzingatiwa kwa sababu hakukuwa na amri yoyote ya mahakama au vibali vilivyoidhinishwa na mamlaka. Aidha, kamati imebaini kwamba zoezi hilo lilipelekea Bi Alice pamoja na familia yake kushambuliwa na kudhalilishwa. Vile vile wapangaji wa Bi Alice ambao ni raia wa kigeni waliibiwa vitu mbalimbali ikiwemo fedha zao, na masuala haya yameripotiwa katika jeshi letu la polisi. Mheshimiwa RC, baada ya kupitia taarifa hii ya kamati, pia tumeona maoni ya kamati na naomba niyaseme hapa kama yalivyo. Mheshimiwa RC, maoni ya kamati, maoni ya kwanza ni kwamba serikali kupitia mamlaka zake zichukue hatua dhidi ya watu binafsi na makampuni yanayojihusisha na ukopeshaji wa fedha bila kufuata sheria, kanuni na miongozo ya serikali. Mbili, pamoja na juhudi kubwa za serikali za kutoa elimu ya fedha na ardhi kwa wananchi, tunashauri jamii isiingie mikataba na taasisi au watu binafsi mikataba kama hii ambayo inatoa mwanya mkubwa wa kudhulumiwa. Tatu, wanandoa wanapouza mali ya ndoa washirikishe wenza wao na wanasheria waone wenza wao wakisaini kwa macho yao, kwa sababu watu sasa hivi hawaaminiani. Wajiridhishe ushirikishwaji wa wanandoa katika kununua na kuuza mali za ndoa. Lakini nne, waliohusika na jaribio la kumuondoa Bi Alice Haule kinyume na utaratibu wachukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria, Mheshimiwa Rais, na hilo lishalitolea maelekezo tangu siku ya kwanza. Mheshimiwa Rais, pia tumeona katika taarifa ya kamati, kutokana na hizo fact, wanapendekeza milki ya nyumba hiyo irejeshwe kwa Alice Pasco Haule kama msimamizi wa mirathi ya marehemu Justus Lugaibula, ikiwa ni utekelezaji wa tuzo decree iliyotolewa na Baraza la Ardhi na Nyumba wilaya ya Kinondoni mwezi Septemba 2021, lakini pia kutokana na mashtaka ya kughushi spousal consent kwa maana ya idhini ya mwenza. Mheshimiwa Rais, baada ya kupokea taarifa hii na kuipitia kwa kina, Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi Engineer Anthony Sanga alifanyia kazi swala hili na hatimaye kuirejesha milki hii kwa mlalamikaji. Na hapa Mheshimiwa Rais, kikupendeza, naomba nikukabidhi hatimiliki husika ya Mama Alice ambayo ni hii hapa. Asante sana. Barikiwa sana. Asante sana. Nawashukuru sana. Asante. Ndio. Justus M. Lugaibula. Kwa majina naitwa Alice Pascal Haule, ni mke wa marehemu Justus M. Lugaibula, lakini pia ni msimamizi wa mirathi.
ya marehemu Justice Rugaibura ambaye ameacha watoto 4, na kutokana na alivyoongea mkuu wa mkoa na viongozi wote wa serikali, ili jambo sihitaji kulieleza tena kwa sababu limezungumzwa. Nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuitikia sisi Watanzania na kusikia vilio vyetu, lakini pia nipende kumshukuru mkuu wa mkoa kwa kuweza kufika mapema sana pale nyumbani na kutusikiliza. Namshukuru pia mkuu wa wilaya pamoja na vyombo vyote vya dola ambao walilisikia swala letu na wakatia nguvu kubwa sana kulifuatilia kwa kina. Na washukuru pia majirani, wananchi pamoja na vyombo vya habari kwa kile ambacho mlikifanya kwa siku ile ya tukio, kikasaidia zaidi viongozi wetu waweze kupata picha ya nini kinaendelea. Lakini pia nipende kusema kitu kimoja. Nimemsikia mkuu wa mkoa akiongelea kwamba mama yetu Mama Samia atakuwepo hapa Dar es Salaam. Nipende kuambia wamama wenzangu, wanawake wenzangu, na sio wanawake tu, hata wanaume ambao wanapitia migogoro mbalimbali ya kifamilia au jambo lolote ambalo linaleta utata, anapokuwepo rais hakuna kinachoharibika. Wajitokeze kwa wingi ili kuweza kusikiliza sera za mama rais anachoenda kuongea, lakini pia kupeleka mahitaji yao mbalimbali, kwa sababu tusipoongea hatuwezi kusikika. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwapelekea viongozi wetu yale mambo yanayotusibu. Labda mimi nisingekuwa nimepaza sauti, wasingeweza kujua ni nini kinaendelea chini ya carpet. Kwa hiyo napenda kuishukuru sana serikali na vyombo vyote vya dola na kamati ambayo ilikaa usiku na mchana kuendelea kufanya uchunguzi kujua kipi ni kipi. Baada ya hayo nimeambatana na wanafamilia, watoto wengine wako shuleni, lakini niko na mtoto wetu mkubwa ambaye ndio nilikuwa naye siku ya tukio. Niko na shemeji yangu mdogo wa marehemu mume wangu pamoja na dada yake mkubwa. Asanteni sana. Na wewe una watoto wangapi na mzee Justus? Mimi nina watoto 2, lakini wapo pia watoto wengine 2 wako. Na hao watoto 2 mmewaweka kwenye mirathi? Ndiyo. Kwa hiyo jumla watoto 4. 4. Na wewe unakuwa ni msimamizi wa mirathi? Ndiyo. Sawa sawa. Kwa hiyo tusisitize kwamba nyinyi mlioko, pendaneni. Pendaneni, mmeachwa na baba, pendaneni. Ni matokeo ya baba na hizi ni mali zinapita. Mngeweza kuikosa, lakini leo mmeipata, muitunze, na nyinyi msiingie kwenye tamaa na kuanza kuona kwa sababu imerudi labda kwenye jina la mama, sasa wengine hawastahili au kwa wengine hawastahili. Ndugu, msifanye hivyo. Aliyewarejesha hati hiyo ni Mungu wa mbinguni ambaye ndiye mnapaswa kumshukuru nyakati zote. Lakini aliyewarejesha pia hati hiyo ni Mheshimiwa Rais ambaye sisi ni matokeo yake. Mnapaswa kumshukuru na kumwombea heri ili yale yote anayoyawaza katika moyo wake yaweze kufanikiwa na yaweze kufikika. Na mwisho mshukuru pia vyombo vya dola kwa sababu wangekuwa wala rushwa wangeungana na hao na mwisho wa siku kila kitu kingeshindikana. Na RPC huko hapa, nadhani RPC yuko hapa. RPC yupo hapa? Alikuwa ametoka basi, haina shida. RPC atawajibika na masuala yote yanayohusiana na vitisho vya aina yoyote kwenye familia ya mama huyu. Na sisi tunakuthibitishia mtu yoyote ukimwona anainua mdomo wake kukufanyia vitisho vya aina yoyote, tupigie simu hata kama ni saa 8 za usiku.